Marekani, Asia na nchi za Kiafrika, watu wanaweza kuajiriwa na serikali za huko, sio lazima kutegemea serikali ya Tanzania. Lakini tuangalie mahitaji makubwa ya hizi ajira. Wanataka sana mambo ya science, teknolojia na innovation. Na mifano hapa mitatu mine nitakayoitoa ambayo ajira zina soko kubwa. Uko kwenye dunia nyingine ni upande wa afya, upande wa teknolojia, artificial intelligence. Hiki sio kitu kipi artificial intelligence. Mara ya kwanza, semina ya kwanza artificial intelligence ilifanyika Marekani mwaka 1956. Sio kitu kipya. Halafu na mambo ya manufacturing, uzalishaji viwandani. Hayo maeneo mane hayo yatapatia vijana wetu kazi nje ya Tanzania kama tutakuwa tumejipanga. Sasa tunahitaji, kwa mfano hii artificial intelligence ni kubwa mno, ni kazi kufanya kama mashine, na wanataka ma data scientists. Na ndugu zangu, data centers ndio zinachukua umeme kuzidi hata viwanda vikubwa. Sasa hivi umeme duniani kwa siku tunatumia karibu trilioni 70 za watts, na 2% ya huo umeme zinaenda kwenye data centers. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wanatakiwa huko. Kwa hiyo umuhimu wa kazi za nje ni vijana wetu kupata kazi huko nje, halafu na pato la kitaifa kuongezeka. Sasa hizi kazi za nje, Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa ni biashara, ni bidhaa mpya duniani. Kwa mfano mwaka 2023 hii bidhaa ya kazi mpya ya kazi za nje na watu kupeleka fedha nchini kwao, mwaka 2023 hii bidhaa ilikuwa na thamani ya bilioni 865 dola, na mwaka jana hii shughuli, hii bidhaa ilikuwa ya thamani ya dola bilioni 905. Ndani ya mwaka mmoja tu zimeongezeka 4.6% za bidhaa hii. Hakuna biashara yoyote utakayoweza kuipata ndani ya mwaka mmoja na ongezeka kiasi hicho. Na mwaka jana, kuona umuhimu wa sisi kutafuta hizo kazi za nje, mwaka jana waliopata hela nyingi, kipato kingi, remittances, kurudisha kwao fedha, ya kwanza ilikuwa India. Ilirudisha fedha shilingi bilioni 129, bilioni 129. Inashinda kuuza pamba yetu nje. Mexico ilikuwa ya pili, bilioni 66. China ilikuwa ya tatu, bilioni 50. Kwa hiyo tukichukua kwa upande wa bara la Afrika, 5 bora Afrika, ya kwanza ilikuwa Egypt. Kazi za nje hizo ilitengeneza bilioni 30. Ya pili ilikuwa Nigeria, bilioni 21. Ya tatu ilikuwa Morocco, bilioni 12. Namalizia nusu dakika, namalizia mwenyekiti. Kwanza sikuwepo, niongeze muda kidogo. Alafu Morocco bilioni 12, Ghana bilioni 7, Kenya bilioni 5. Kwa hiyo mwenyekiti, nimalizie kwa kusema kwamba kama tunataka ajira huko ziko nje, cha muhimu ni elimu na mafunzo. Na nimalizie kwenye mafunzo hapa, lazima tuwekeze kwenye science, teknolojia na innovation. Yaani kwa lugha nyingine hayo masomo yanaitwa STEM: science, technology, engineering na mathematics, kuanzia shule zetu za awali na shahada za vyuo vikuu vyetu ziwe shahada zinazotakikana huko dunia nyingine. Asante mwenyekiti.